Irani imekanusha juu ya kuwepo kwa kituo chochote cha siri cha urutubishaji wa madini ya urani na kwamba miundombinu yake yote ipo chini ya uangalizi wa shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia nyuklia la IAEA. Hayo yamesemwa leo na waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, na kuongeza kuwa hakuna urutubishaji wowote unaoendelea kwa sasa baada ya vituo kuharibiwa katika uchokozi wa siku 12 wa Israel na Marekani uliopelekea vita baina yao, vita ambavyo vilivuruga mazungumzo ya nyuklia kati ya Tehran na Washington. Kauli hii ya Iran imetolewa baada ya vyombo vya habari nchini Marekani kuripoti kwamba Iran inaharakisha ujenzi wa kituo cha siri chini ya ardhi karibu na Natanz. Aidha, Iran imetishia kukagua upya uhusiano wake na shirika la IAEA endapo azimio la kuipinga litapitishwa. Vita vya Juni viliharibu miundombinu na kusitisha mazungumzo ya nyuklia na Marekani, huku Iran ikisisitiza juu ya haki yake ya urutubishaji wa madini ya urani kwa matumizi chanya. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema kwamba Marekani haiko tayari kwa mazungumzo ya haki na ya usawa na Iran, na ameeleza kuwa mtazamo wa sasa wa Washington ndio unaozuia mazungumzo hayo. Araghchi amesisitiza kwamba Irani iko wazi kwa diplomasia, lakini haitashiriki katika mazungumzo yoyote yanayolenga kuiwekea Iran masharti mazito. Kauli yake inakuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa kauli iliyoashiria kuwa hakutakuwa na mazungumzo na Iran kuhusu nyuklia. Mtazamo wa sasa wa serikali ya Marekani hauonyeshi kwa namna yeyote ile utayari wa mazungumzo ya usawa na ya haki ili kufikia manufaa ya pamoja. Tulichoshuhudia kutoka kwa Marekani hadi sasa ni jaribio la kulazimisha madai yao wenyewe, madai ya juu kupita kiasi na yasiyokubalika. Katika mazingira ya madai kama haya, hatuoni fursa ya mazungumzo, la sivyo tungelikuwa tayari kwa mazungumzo, na daima tuko tayari na tutaendelea kuwa tayari, lakini hatutashiriki katika mazungumzo yanayolenga kutulazimisha, ilisema sehemu ya taarifa ya waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi. Waziri huyo wa mambo ya nje pia alitangaza kwamba Tehran haiendelei tena na urutubishaji wa madini ya uranium popote pale nchini humo, akitaja uharibifu wa mitambo yake ya kurutubishia uliofanywa na Marekani na Israel mwezi Juni kama sababu. Sambamba na hayo, Araghchi amesisitiza kuwa haki ya Irani kurutubisha uranium kwa madhumuni ya amani haiwezi kupingwa na ni haki isiyoweza kuondolewa, na kwamba nchi itaendelea kutumia haki hiyo. Washington na Tehran zimekuwa zikitofautiana kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, huku Marekani, washirika wake wa Ulaya na Israel wakishutumu Irani kutumia mpango huo kama kifuniko cha kutengeneza silaha za nyuklia. Hata hivyo, Irani inasisitiza kwamba mpango wake ni wa matumizi ya amani. Hamna kitu chochote cha siri cha kurutubisha uranium nchini Iran. Mitambo yetu yote iko chini ya uangalizi na usimamizi wa shirika la kimataifa. Hakuna urutubishaji unaoendelea kwa sababu mitambo yetu ya kurutubishia uranium imeharibiwa. Ujumbe wetu ni wa wazi. Haki ya Irani kupata teknolojia ya nyuklia kwa matumizi ya amani, ikiwemo urutubishaji wa uranium, haiwezi kupingwa. Tunayo haki hii na tutaendelea kuitumia, na tunatumai jamii ya kimataifa ikiwemo Marekani itatambua haki zetu. Waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi alimaliza katika taarifa yake. Kiongozi wa nyuklia wa Iran, Mohammad Eslami, amezua maswali juu ya haja ya wakaguzi wa Umoja wa Mataifa kutaka kufikia vituo vya nyuklia. vilivyoshambuliwa, akirejelea madai ya Marekani na Israel
kwamba waliangamiza sehemu hizo. Amehoji ni nini kimebaki cha kukaguliwa. Kauli za Islami zinakuja wakati ambapo Tehran ipo chini ya shinikizo la shirika la kimataifa la nyuklia kuwaruhusu wakaguzi wake kufika katika maeneo ya nyuklia yaliyoshambuliwa mwezi Juni. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.